الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أياما معدودات فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. Tumshukuru Allah jalla jalaluhu ambaye ametufikisha siku hii ya leo Jumaa, siku ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, na vile vile katika mambo ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kuweza kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na la muhimu ni Muislamu angalie yale malengo ambayo yaliwekwa kwa Ramadhan. Je, amepata hayo malengo? Na katika malengo kubwa ya Ramadhan ni kupata takwa, kama tunavyoambiwa. Takwa ni kumjua Mwenyezi Mungu, al-khawfu min al-jalil, kumwogopa Mwenyezi Mungu, wal amalu bitanzil, na kuifanyia kazi Qur'ani ama aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wal qana'atu bil qalil. Takwa ni kutosheka na kile Mungu amekupa, wal istidadu li yawmi rahil, na takwa ni kujiandaa na siku ya kuondoka kwako, na hakuna anayejua siku ya kuondoka kwake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika dhiki ambayo kwamba amempa mwanadamu ni kuficha hiyo siku ya kuondoka kwako. Hakuna anayejua, na haiangalii umri, hatuangalii hali ya mtu, si maradhi, si nini. Unaweza kuwa mzima ukaondoka. Fakam min sahihin mata min ghairi illatin, watu wangapi wazima wanakufa bila ya maradhi yote. Mtu amekaa tu anakufa. Wakam min saqimin asha hina min ad-dahri, na wagonjwa wangapi, mtu yuko na maradhi yenye haiishi lakini anaendelea kuishi tu, mwenye afya anaondoka. Kwa hivyo Ramadhan imewekwa kwa malengo kama haya, na vile vile katika malengo ya Ramadhan ni kupata rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akikuangalia kwa jicho la rahma hawezi akakuadhibu. Katika malengo ya Ramadhan ni kupata istighfar, Mwenyezi Mungu akusamehe madhambi yako. Man swama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakayefunga Ramadhan kwa kumwamini Mwenyezi Mungu, kuamini kwamba ni amri ya Mwenyezi Mungu na kutarajia malipo ya Ramadhan kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atasamehewa ma taqaddama min dhanbi, madhambi yake yote yaliyotangulia. Katika malengo ya Ramadhan ni aitku minan nar, Mwenyezi Mungu kukuepusha, kukuandikia kwamba wewe hautoguswa na moto wa Jahannam. Kwa hivyo jifanyie muhasaba, hasibu anfusakum kabla an tuhasabu. Jifanyie hesabu, jihesabu, angalia Ramadhani yangu imeisha. Je, haya malengo nimepata? Na moja katika dalili ya mtu kukosa haya malengo, ukitaka kujua hujapata, jiangalie Ramadhani imeisha. Kuna wale ambao kwamba leo washaanza Idi yao. Jiangalie leo utafanya nini. Ikiwa utaingia kwa mambo yasiyomridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, leo siku ya Idi uende ulewe, siku ya Idi. Siku ya Idi leo uende uzini, siku ya Idi leo uende uibe, basi elewa Ramadhani yako ilikuwa zero. Rubba swaimin hadhuhu min siyamihi al-ju'u wal-'atash, huenda mtu anafunga lakini mwisho wa saumu yake amepata njaa na kiu peke yake. Kwa hivyo jifanyie hisabu mwenyewe Muislamu, na uangalie, je, Mwenyezi Mungu amenipa haya malengo ambayo kwamba ameyaweka kwa Ramadhan? Na vile vile katika Ramadhan
tunajifunza kupigana na nafsi zetu, kwa sababu nafsi Mwenyezi Mungu ameiumba huwa inataka kuna matamanio nafsi inataka. Nafsi ikiona kitu kizuri inakitaka, haijali ni haramu ama halali. Nafsi ikiona kitu kinachoridhisha huwa inataka. So pigana na nafsi yako. Ramadhani nakufunza kupigana na nafsi yako, kwa sababu umefunga wewe, umefika wakati kama saizi ya dhuhuri unasikia njaa, unaingia kwa nyumba uko peke yako, unaangalia maji vile inatiririka, hakuna mtu, unaona hii maji sinaweza piga tu na hakuna. Nafsi yako ndio inakuambia hivyo. So kupigana nafsi ni uiambie nafsi sikunywi maji, nafuata amri ya Mwenyezi Mungu. Ramadhan inatufunza kupigana nafsi zetu. Ndio al-Imam Shafi'i rahimahullah katika maneno yake anasema kwamba kullu insani yusbihu yatlubuhu thamania, kila mwanadamu anaamka asubuhi na kuna mambo 8 ambayo kwamba yanamfuata. Jambo la kwanza anasema Allahu Ta'ala yatlubuhu bil fardh, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamtafuta huyu mwanadamu kwa mambo aliyomlazimisha, kwa mambo aliyokulazimisha Mwenyezi Mungu. Kila ukiamka asubuhi Mwenyezi Mungu anakuangalia, anakutafuta kwa hayo mambo. Swala ikiwa ndio kitu ya kwanza, kuangalia jamii yako. Ya pili anasema wa rasuluhu yatlubuhu bisunna, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anakutafuta kuone kwa sunna zake, tabia zile nzuri Mtume amefunza, na kuone unazifuata ama huzifuati. Wadaharu bisurufihi, na vile vile ulimwengu unakutafuta kwa shughuli za kiulimwengu, kutafuta pesa, kutafuta kazi, kutafuta chakula. Ulimwengu unakutafuta kwa mambo haya. Waliyalu bikutihim, na kama una watoto, wale watoto wanakungojea watafutie chakula. Wal hafadha bima yantiku lisana, na kuna malaika wawili ambao kila mwanadamu ana malaika wake wawili, hawamwachi. Kila siku wanaandika yale unayozungumza. Ukiandika mazuri, wa kulia anaandika, ukizungumza mabaya, wa kushoto anaandika. Kila siku hiyo ndo hali. Wa shaitanu bil maasi, na vile vile kila siku kiamka Ibilisi anakutafuta akuone kwa klabu yake ya maasi. Wa nafsu bishahawati, na vile vile nafsi inakutafuta kwa matamanio, vitu vya kutamani. Wa malakul mauti yakbidhu biqabdhi ruhi, na vile vile kuna malaika wa mauti kila siku anakuangalia tu, anangojea saa yako ifike. Na mwisho lianna dunya daru ibtila, anasema kwamba kwa sababu dunia ni nyumba ya mitihani. Mwenyezi Mungu ameumba dunia ni nyumba ya mitihani, na lau ingekuwa dunia ni nyumba ya starehe, kuna manabii ambao ndio vipenzi vya Mwenyezi Mungu wa kwanza, hawangepata dhiki katika dunia, hawangepata mitihani katika dunia. Mtume sallam alipigwa na watu wa Taif, na ndio kipenzi cha Mwenyezi Mungu kuliko kila mtu, kila kiumbe, lakini alipigwa mpaka damu inajaa kwa viatu vyake, kwa sababu dunia ni nyumba ya mitihani, si nyumba ya starehe. Kwa hivyo ndugu Waislamu, mwisho wa Ramadhan kila mmoja ajiangalie, je, amepata zile faida za Ramadhan? Na kama tunavyosema kila mara, Ramadhani inaisha kama alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ramadhani inaisha kwa kuona mwezi. Sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi. Mtume ametufunza tumalize vipi Ramadhani na tuanze vipi. Tufunge tukiona mwezi, tufungue kwa kuona mwezi. Na mwezi wa Ramadhani ama mwezi wa kwanza, ile mwezi ya siku ya kwanza huwa imalizi hata saa moja wanawa, huwa ishapotea. Na kwa hivyo, na kuna watu ambao kwamba nafsi zao sijui ni kuogopa saumu ama ni nini, yeye akishakuwa mvivu wa kufunga anatafuta mashabiki. Kama jana mfano
ile Moon Sighting Committee ilitafuta mwezi kuanzia saa 1 mpaka karibu saa 2:30, na wakatoa announcement kwamba mwezi haijaonekana, lakini kuna mtu akachipuka saa 4 ya usiku. Yani tangu Mungu aumbe hii mwezi haijaionekana saa 4 ya usiku. Ati ameona mwezi saa 4 ya usiku. Ya Rabbi. Sijui ni uvivu ya kufunga ama nini. Na shetani hajafunguliwa bado. Je, akifunguliwa? Kwa hivyo inshallah Ramadhani inaisha kwa kuona mwezi ama kwa kukamilisha siku 30. Ikiwa umekamilisha 30, fungua. Ikiwa hujakamilisha 30, tafute mwezi. Usipoiona mwezi, kamilisha siku 30. Ndio sunna na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla yattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Na mwisho, wale ambao kwamba tunamaliza leo siku ya 30, kesho inshallah tutaswali salatul Eid saa 2 inshallah kamili. Saa 2 kamili inshallah. Ikiwa anga itakuwa nzuri, tutaenda kwa kiwanja hapo ile sunna, na ikiwa kutakuwa na hali anga itakuwa si mzuri, tutaswalia tu hapa msikitini inshallah. Barakallahu fikum.